Habari, kwa majina naitwa Dr. Maureen Andrew Kanguya, daktari kutoka hospitali ya mkoa wa rufaa Manyara. Kwa siku ya leo, tungependa kuongelea umuhimu wa kufanya check-up ya mara kwa mara. Kwanza itatusaidia kugundua magonjwa mbalimbali mapema kama vile sukari, pressure, saratani. Hata kama unakuta mtu huna dalili hizo, lakini endapo unaenda kuonana na daktari ukafanya screening za mara kwa mara, tunaweza kugundua magonjwa. Ukiachia hiyo, faida nyingine ya kufanya check-up mara kwa mara inaweza ikatusaidia sisi kuboresha maisha yetu ya kila siku. Unapoenda kwa daktari huwa kuna ushauri mbalimbali, kuna vipimo unaweza ukafanya kama vipimo vya cholesterol, vipimo vya sukari, ambapo daktari anaweza kukushauri kubadilisha mfumo wako wa chakula ili usaidie pia kuishi vizuri katika maisha ya kila siku. Lakini ukiachia hilo, pia kufanya check-up mara kwa mara itamsaidia mtu kuepuka gharama ambazo zingekuwa kubwa kama huo ugonjwa ukishakuwa kwenye hali ambayo hali kubwa. So kufanya check-up mara kwa mara itamsaidia huo ugonjwa ujulikane mapema, na ukishajulikana mapema inakuwa hata gharama zake za matibabu, kwa sababu hali haijabadilika sana, inakuwa iko vizuri. Lakini pia kufanya check-up mara kwa mara na ile kuonana na daktari, unaweza ukapata ushauri mbalimbali wa jinsi ya kuishi kila siku. Kuna maongezi unaweza ukawa na daktari kutegemea unavyokuwa na mfumo wako wa maisha, kama kuacha vitu vya hatari kama kutumia pombe, kama kuvuta sigara, lakini vile vile kama kufanya zinaa ambayo sio salama. Kwa hiyo kupitia hizi check-ups mara kwa mara unaweza ukaepuka magonjwa ambayo magonjwa hatarishi. Lakini pia kwa ujumla, kufanya check-up mara kwa mara inaweza ikamsaidia mtu kulinda yeye na familia yake, kuepuka magonjwa ambayo yanaweza kusambazwa kutoka mtu mmoja wa familia kwenda mtu mwingine, kwa sababu utakuwa unajua namna ya kuishi kila leo. So hizo ni baadhi ya faida mbalimbali za kufanya check-up mara kwa mara. Kwa hiyo nawasihi watu wote kuwa na tabia ya kuja hospitalini mara kwa mara, at least baada ya mwezi au kila baada ya miezi hadi mitatu, kucheki magonjwa mbalimbali ambayo unaweza ukawa una dalili yoyote, lakini unaweza kukuta hilo gonjwa linakuwa linaanza. So ninawasihi muwe mna tabia ya kuja hospitalini kucheki afya zenu ili kuweza avoid vitu ambavyo tumeshavisema.